Mheshimiwa Mwenyekiti, nikianza kwa kusema wilaya ya Kwimba na idadi ya watu na kijiografia, hili ni swala ambalo tunafahamu. Wilaya yetu ya Kwimba ina square kilomita za mraba 3903 na eneo lote la wilaya yetu ni nchi kavu, lakini tunazo tarafa 5, kata 30 na vijiji 119 na vitongoji 871. Hii ni kutoka kwenye majimbo yote mawili, lakini tuna idadi ya watu 480,025. Hii ni kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi iliyofanyika mwaka 2022. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama ambavyo tumekuwa tukishirikiana chama na serikali, kwa maana uhai wa chama chetu kwenye wilaya bado unaendelea kuwa vizuri, na tunapongeza sana viongozi hao wa Chama cha Mapinduzi na wewe mwenyewe kwa jitihada ambazo umeendelea kuzifanya za kukijenga chama chetu, na ninatambua pia kwamba hata hivi karibuni ulifanya ziara wewe pamoja na wajumbe wa kamati ya siasa kwa lengo la kuimarisha uhai wa chama chetu. Lakini ulinzi na usalama kwenye wilaya yetu, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba tu nikutaarifu kwamba wilaya yetu iko salama, ni shwari, na nikuhakikishie tu kwamba wilaya yetu itaendelea kuwa salama na shwari, na sisi pamoja na vyombo vyote vya ulinzi na usalama tunaendelea kusimamia wilaya yetu kuhakikisha kwamba iko salama, na niwashukuru sana wananchi, lakini pia jeshi letu la jadi la sungusungu kwa ushirikiano mkubwa ambao linatupatia. Kwa hiyo na ninayo imani kwamba hata huko mbele tunakoenda, sisi saa hizi tuko kwenye kipindi cha mavuno na wananchi wanaendelea kuvuna, lakini wanaendelea pia kufurahia msimu wa mavuno, na sisi tutahakikisha kwamba tunawalinda na wanaendelea kuwa salama. Sasa niende kwenye mapokezi ya fedha ya miradi ya maendeleo na utekelezaji wa miradi. Kwa kipindi cha Januari hadi Juni 2026, Mwenyekiti, tumepokea jumla ya shilingi bilioni 27,740,448,490 na senta 54. Hii ikijumulisha pamoja na utekelezaji wa miradi ile ambayo tunapata wadau wa maendeleo ambao wanatusapoti. Kama utakumbuka, hivi karibuni kwenye hospitali yetu ya wilaya tulikuwa na ujenzi wa jengo la watoto wachanga almaarufu jengo la watoto njiti. Fedha hizo ni pamoja na fedha hizo, kwa hiyo inajumuisha pia fedha za mapato ya ndani ya halmashauri, fedha kutoka serikali kuu na wahisani kama nilivyotangulia kusema. Lakini fedha hizi zimepokelewa katika taasisi ambazo ni halmashauri, RUWASA, TARURA, chuo cha michezo Maria na taasisi nyingine. Na fedha hizi zimefanikisha kutekeleza shughuli za serikali ikiwa ni pamoja na miradi ya maendeleo. Makusanyo ya mapato ya ndani ya halmashauri. Mwenyekiti, halmashauri yetu imeendelea kuimarika katika swala zima la ukusanyaji wa mapato kutoka mwaka hadi mwaka, na mapato yamekuwa yakiongezeka, na nitumie nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa halmashauri pamoja na Mheshimiwa madiwani kwa usimamizi mzuri pamoja na mkurugenzi wa wataalamu. Kwa fedha walitarajia kukusanya bilioni 5,309,558,565 na senti 7, na mpaka tunavyoongea hapa Mwenyekiti, wamesha kusanya zaidi ya lengo walilokuwa wamekusudiwa na wako 106.2. Ndugu zangu, cha kwanza kabisa ninawashukuru sana kwa kazi nzuri ambazo mmekuwa mkizifanya kwenye kata zenu
lakini pia kwenye wilaya yetu ya Kwimba. Hiyo nawapongeza sana. Lakini pia namshukuru sana Rais wetu Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri anayoifanya, lakini pia kwa kuheshimisha Chama cha Mapinduzi. Ndio maana leo mko mahali hapa mmetulia na mnaendelea na kuchapa kazi ya Chama cha Mapinduzi. Lakini pia nishukuru uongozi wa serikali yetu ya Samia Suluhu Hassan kwa jinsi tunavyoenenda, lakini pia viongozi wa serikali, ofisi ya mkuu wa wilaya katika wilaya yetu ya Kwimba. Tunamshukuru sana kwa sababu tumekuwa na mahusiano mazuri ya kufanya kazi ya kulijenga taifa letu. Mnapoondoka mahali hapa, nendeni mkakae na jamii kwa ukaribu zaidi, ili kukijenga Chama cha Mapinduzi, ili kulijenga taifa letu, ili kumsaidia rais wetu Samia Suluhu Hassan kwa yale ambayo anayoyafanya. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Ninachowaomba ndugu zangu, leo hii tumehitimisha mahali hapa. Kuna mambo mengi ambayo tumeongelea. Kuna miradi mingi ambayo imeongelewa hapa na mkurugenzi, imeongelewa na mkuu wetu wa wilaya. Basi tuenende tukaifuatilie miradi yetu, tukaisimamie vizuri, lakini pia tukasimamie usajili, tukasimamie mambo yote ya chama, lakini tukajitahidi kukaa karibu na jamii na kuonyesha jamii tunayo kwa ukaribu zaidi. Kazi ya Chama cha Mapinduzi ni kuwa karibu na jamii na kuendeleza amani katika nchi yetu. Kikao chetu cha leo ni kikao cha kikanuni. Nafikiri tulishapita ziara tukaelezana kwamba lazima tufanye vikao vya kikanuni. Sasa mimi mwenzenu leo nahitimisha kikao cha kikanuni cha halmashauri kuu ya wilaya. Kwa hiyo nategemea ukitoka hapa au wengine mmeshakabidhi muhtasari ofisini, itakuwa ni vyema. Wala ambao hawajakabidhi basi ndani ya wiki moja, na hapa wiki moja ni kama ofa, mlete muhtasari ya tawi na kata. Sawa? Unajua matawi mangapi, basi wasilisha taarifa zako. Tunaelewana ili tutimize lengo. Nafikiri dodoso limetupeleka kule tuliko ambapo tulijisahau. Kwa hiyo maadamu tumekumbushwa na leo hapa tuna dodoso la wilaya. Halmashauri kuu ndio inatakiwa ijibu dodoso la wilaya kama tulivyopita kule kwenye kata na matawi. Kwa hiyo niwaombe sana, tutashirikiana muda agenda itakapofika. Na wahakikishia kwa waheshimiwa madiwani wote mliowaleta halmashauri wana sifa za kuwatumikieni. Tunapambana. Nafikiri Mheshimiwa DC amesoma hapa. Bilioni 2.25 zimekuja halmashauri na tumezitendea haki. Tumezigawa na tumezisimamia katika utekelezaji. Na pale kwenye kasoro, pale ambapo inaonekana kasoro, waheshimiwa madiwani wamejielekeza kwenye kuhakikisha kwamba zile kasoro zinatatuliwa. Kwa kweli tujisikie amani na faraja na safari yetu kwa kweli na ziara yetu ilimalizika salama salimini. Yale yote ambayo tumejikumbusha, ndugu zangu, tukirudi hapa tukayasimamie ili wilaya yetu endelee kuwa tulivu, na tuendelee kumwomba mheshimiwa mwenyekiti wa SEMA wilaya aendelee kuiongoza wilaya yetu kwa amani na upendo mkubwa sana. Lakini vile vile tuendelee kumwombea mheshimiwa mwenyekiti wetu wa halmashauri aweze kuiongoza halmashauri na baraza la madiwani kwa amani na upendo, kuleta maendeleo katika halmashauri yetu. Na mwisho nimpongeze mheshimiwa mkuu wa wilaya ambaye amekuwa ni msaidizi mkuu wa vyombo vya ulinzi na usalama katika wilaya yetu. Kwa kweli wilaya imekuwa tulivu na amekuwa akizunguka katika maeneo yetu kusikiliza kero za wananchi. Katika chama chetu, mnajua Chama cha Mapinduzi ni chama mama, ni chama kikubwa katika East Africa na Afrika nzima. Chama chetu ni kikubwa sana, Chama cha Mapinduzi. Sijui kama unaweza kunikumbusha katibu, ni changapi Afrika? Sasa kama chama cha tatu ni chama kikubwa sana. Sasa niwaombe ndugu zangu, viongozi wenzangu, kiangalie sana chama chetu cha Mapinduzi. Kuna mgeni wetu hapa amepita akasema, jamani, hizi shati na magauni yetu ya kijani haya tuyalinde sana. Tuyalinde kwa namna gani? Kwanza kabisa, wai wa chama ni vikao. Tukitahidi sana kukaa vikao vya kikatiba katika maeneo yetu, katika kata zetu. Pia tujitahidi sana kulipa ada
Jamani, ada ndio kila kitu. Hata mwanafunzi asipolipa ada, sio mwanafunzi anarudishwa nyumbani. Kwa hiyo na sisi kama wanachama hai tulipe ada jamani. Kwamba mambo ya mtandao wanaosema kwenye mitandao, mambo ya maandamano, naomba watoto wetu waambie waache hiyo biashara, kwa sababu leo mwanao akirudi mkono unaning'inia, inabidi wazee tunapata shida. Uongo kweli? Hii ni Tanzania Habari.